Wao ndio wanasema mimi sijazungumza kitu. Wao ndio wanasema mimi chochote. Sijasema chochote kabisa. Kwa nini Samson mpaka huoni anaendelea? Uko nani? Yapi anaendelea? Mimi sioni. Mimi najua tu Biblia inaendelea, maombi na maombezi. Wakorintho 7, Luka 14. Maana kuna wakati wa kusema, kuna wakati wa kunyamaza. Mwenyekiti wenu wa amani ya mkoa wa Dar es Salaam. Hujasikia? Nimesikia. Ni kwamba Sheikh Walidi Kawambwa, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam aliyekuwa zamani alikuwa hapa Kichangani kama sikosei. Najua Magomeni, sifahamu sana. Huyu mheshimiwa alikuwa mwenyekiti wetu wa kamati ya amani ya mkoa wa Dar es Salaam. Hapo Dar es Salaam kwa miaka 17 nadhani au karibu 20 tuna kamati ya amani inayounganisha viongozi wa dini wa Kikristo na Kiislamu. Tunajadili na kuyasimamia yale ambayo yanatuunganisha kama Watanzania. Nadhani mzee Mengi, mzee Rais mstaafu mwenda zake mzee Mwinyi walikuwa ndio miongoni mwa watu ambao walisababisha, na baadaye tukampata mwenyekiti wa kwanza akawa huyu mheshimiwa jina nipotea, alikuwa ndo shehe mkoa wa zamani. Sasa hivi yuko Maliziano. Katibu mkuu alikuwa mchungaji mmoja wa katibu wake wa Anglikani huko. Huyu jamaa, huyu mheshimiwa shehe mkoa ila nipotea kidogo kabla ya Walidi alipotenguliwa. Kwa hiyo Walidi akawa automatically akawa ndo mwenyekiti wetu baada ya kutenguliwa. Jina lake Salumani Banafu, na rafiki yangu sana, jina lake gumu kidogo. Alipotenguliwa basi bwana akawa mbadala wake Sheikh Walidi mheshimiwa Kawambwa. Na mimi baadaye waliniomba niwe mshauri wa kamati ya mkoa, mshauri wa kamati ya amani ya mkoa wa Dar es Salaam. Wakati ule mheshimiwa Makala akiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Ilikuwa ni kama utani, tunasikia kwa mitandao kabinti fulani kanasema wala akajai machoni kanasema mambo ya ajabu. Sikutegemea kwamba yatatufikisha hapa tulipo kama kamati ya amani ya mkoa wa Dar es Salaam. Yatamleta hapa kiongozi wetu. Siwezi kuwa mnafiki kuficha hisia zangu. Unajua zamani sana katika Torati Musa alipata tuhuma kama hizi za Sheikh Walidi. Ukisoma Biblia, Miriam na Harun wanamtumu Musa amefanya uzinifu, amekamandili kuzini na mwanamke ambaye ameoa mwanamke ambaye si Myahudi nje ya Torati. Wanapendekeza Musa atapikwe, atumbuliwe, ana sifa kwa kiongozi. Mungu akatetea uwekezaji wake aliwekeza ndani ya Moses. Maana pia kuandaa viongozi Mungu mwenyewe iwe na mgharimu. Binadamu ameumbwa na majingi matakataka mengi chwani. Kuwafinyanga wafikie levu kwa viongozi wanaofaa kumwakilisha mbele ya umma ni gharama kubwa. Kwa hiyo Mungu alitetea uwekezaji wake mkubwa aliouweka ndani ya Musa. Kana kwamba anasema siwezi kuuza ng'ombe kwa kesi ya kuku. Kwa alimkemea Haruni na Miriam kwamba siwezi kuongoza jumuiya kubwa kama hii yenye mkakati wa kupeleka Israeli Mayahudi katika nchi ya ahadi kwa sababu ya hoja nyepesi kama hizi.
nimewekeza mengi ndani ya Moses kwa miaka 80. Matokeo yake adhabu ilimpata Miriamu. Hata wakasema mimi kiongozi, mimi nafanya kazi ya dini miaka 40. Unaweza kuna kijana kwa maana tu hivi, lakini ni mkongo sana. Nimeanza hii safari mwaka 83 na miaka zaidi 40 nafanya kazi hii. Tumesikia mengi sana, tuma za wachungaji, maskofu, mengi sana mengi kweli, mengi sana. Wakati mmoja mimi nilipata kabidi fulani, kana mtu mmoja viongozi wetu kanasema, baba huyu amenitongoza. Nikakaanga hofu. Nikamwambia, wewe ni bikira? Hapana, mimi si bikira. Ni mkweli, mimi si bikira. Sio jua wanaume wale kutongoza, mbona uliwakatalia, uliwakubalia, mbona uniambii? Kwa hiyo uniambii uliwakubalia, hata wakavunja bikira yako. Toka kwa nafsi yangu. Hata mengi tu, mengi sana. Kwa maana unapokuwa kiongozi huwezi kuepuka lawama. Bondia, kwa bondia ukose nundu. Mengi nyema, sitasema yote hapa, mlango hauniruhusu. Hata wewe unayetuhumu, unayebebea kibango mapungufu ya Sheikh Walid Kawambwa na kitoto kamati ya amani, alisema Yesu, Moses Torati nasema mtu atakaye piga mawe. Yesu akasema aliye ambaye ni msafi kwenu wa kwanza kumpiga mawe huyu mwanamke. Kama kwa baba kuna msamaha, kama Mungu akasema makosa, nani angesimama? Hata kwa kweli. Lakini ukimtazama Sheikh Walid Kawambwa, ni mwekezaji mkubwa sana huo Mungu ameweka ndani ya Kawambwa. Ni bado Sheikh kijana, ukimsikiliza ni kama unaongea na mzee wa miaka 85. Sheikh Walid ni kama unazungumza na mzee wa miaka 85. Unawaza Sheikh Walid wa miaka 30 ijayo, Mungu akamjalia umri afike, kwa umri wake yeye anaweza kufika 30 ijayo, kwa umri wake ukimtazama. Hayo ndio matumaini ya Watanzania. Wana viongozi wa dini. Huwezi kuwa kiongozi kama hujapitia milima na mabonde. Wajao hawa ndio kina Sheikh Gorogosi, kina Sheikh Simba, hawa ndio kina Hamed bin Juma bin Hamed. Hawa ninasema sasa, alikuwa mwenyekiti wetu. Hatuwezi kuuza kuku, kuuza ng'ombe ukezi yako. Sasa jambo hili mbaya kwa Sheikh Walid Kawambwa, mheshimiwa, mbona wewe unajua dini, unamjua Mungu, wewe mlingane Bwana Mungu wako. Basi mlingane Bwana Mungu wako, mlingane Mungu wako. Ukubwa mtu utaujua kwa mambo anayopitia, kwa mambo anayopitia. Akikoa wanasema amebanja, ametapika. Wewe mlingane Mungu, shehe wangu, mlingane Mungu, futa subira. Wewe bado kijana, wala huna makosa kiasi hicho. Naona tu sijajua mambo gani watu wameamua, sijajua sana. Mimi najua vitu vingi. Hizi dini zina siri nyingi. Sisi kuna mwenzetu mmoja alipata kesi kubwa hapa,
amempa binti mimba, amezana mtoto, nadhani mliona. Lakini watu wawezi kuuza ng'ombe bwana kwa kazi ya kuku. Wakasovu, ukajadili. Lazima uheshimu uwekezaji ambao Mungu amewekeza. Kumpata Kawamba mwingine mwadilifu, muungwana. Kawamba ana uwezo wa kuishi na Wakristo. Kuna viongozi wengi wa Kristo. Hawezi kukaa na Muislamu. Hata ufanyaje, hawataki kabisa Waislamu. Wafuga majini hawa, utafikiri sio Watanzania wenzake. Hawa Waislamu hawa. Na kuna Waislamu wengine hawezi kukaa na Mkristo, hata kama nyinyi wote kabila moja, wote ni Wanyiramba wote ni watu wote wa kule wa Kondoa wote ni Wabena, lakini wewe sio Muislamu mwenzake. Huwezi kukaa na Muislamu na Mkristo, huwezi. Kafiri hajatailiwa na govi, huyu anakula nguruwe. Utafika katika Qur'ani hakuna manswara wale wanasema watu marafiki wakubwa wa Uislamu ni Wakristo. Na nyinyi Wakristo wanaambiwa mkae na amani na Waislamu na watu wote. Lakini kuna watu hawataki kusikia habari ya Mkristo, wako tayari nchi tugawane. Lakini hawataki kusikia habari ya Muislamu. Lakini kina Sheikh Kawamba wana uwezo wa kuzungumza na watu ambao hata si Wakristo, hata si Waislamu. Tunapowauza kwa bei poa. Mimi ni mjumbe wa kamati ya amani ya mkoa wa Dar es Salaam, na Kawamba alikuwa mwenyekiti wetu. Ninamwombea Sheikh, namwombea subira. Mungu ana nguvu zaidi ya mapito anayopitia. Mungu ana nguvu zaidi ya timi za watu fitna. Watu watapiga fitina zao, lakini wewe muamini Mungu. Muamini Mungu. Kila jaribu lina mlango wa kutokea. Hiyo ndio Torati, Zaburi na manabii. Wengine wote ambao mmeumizwa na mambo ya Sheikh Kawamba, fitna subira ndo dunia na mambo mengi tu. Kuna kitu lazima maisha yangu tawfiki, si tawfiki. Mungu apeni tawfiki, si tawfiki. Kuna kifani cha kupoza moyo. Wasikia maisha wanaongea. Asipozi ni moyo tu. Ila jambo tutajua mwisho. Basi asante sana. Naitwa Mzee Upako Chifu. Natembea mashando. Natakia. Sasa Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki umoja wetu. Mungu ibariki kamati ya amani mkoa wa Dar es Salaam. Asante sana.